Nzagari ana maswali haya. Kwanza anasema nini kinachangia kupungua kwa silaha hasa makombora kwa taifa kubwa kama Marekani? Je, ni viwanda kutozalisha kwa wingi au gharama za uzalishaji haziendani na kasi ya uchumi wa Marekani au raw materials zimekuwa ngumu kupatikana? Anasema kinachopelekea kuwa gharama za silaha kwa nchi ya Marekani kuwa juu sana, sio? Yeah, ameweka hizo kihisi kama ni sababu, lakini swali kuu ni nini kinachochangia kupungua kwa silaha? Nini kinachochangia kupelekea? Sawa. Sasa assumption zake ni nzuri sana, lakini haziishii hapo, zinaenda mbali zaidi. Kwa nini? Kwanza kabisa unaweza ukasema ni kwamba inaanzia kwenye ile fact ya kwamba Marekani baada ya wamekuwa na muda mrefu sana ambao walijitawala katika mawanda ya geopolitics, yani katika mawanda ya siasa za kimataifa kama taifa pekee ambalo ni super power. Kwa hiyo ile iliwafanya Wamarekani wakarudi nyuma, wakarelax, lakini behind the scenes mataifa mengine ambayo yalikuwa yamedondoka all that time yalianza kuibuka. Kumbuka kwamba baada ya vita vya pili vya dunia Marekani alizaliwa kama the super power, lakini hakuwepo peke yake. Baada ya kudondoka kwa Uingereza kama the Great Britain iliyokuwa ndo super power kubwa, hakuwepo peke yake. Kulikuwa kuna umoja wa Kisovieti ambao ulikuwa unasimama ukiwa karibu nguvu sawa na Marekani, na zote zilikuwa ni pande mbili zenye nguvu, na tukaingia rasmi kwenye vita baridi. Sasa kwa miaka hiyo yote Marekani ambao alisimama kama the soul, kama pande mbili za super power. Umoja wa Kisovieti umekuja kudondoka mwanzoni mwa miaka 1990 baada ya kuwa imedhoofika miaka ya 80 yote, nyufa zikiwa zimeanza kuonekana kwenye ule umoja. Kufikia mwaka 1992 kama sivyo 91, umoja wa Kisovieti kwa umedondoka vipande. Maana yake tukabakia na Marekani kama taifa pekee ambalo ni super power. Pale Marekani akawa amejiachia kwa muda mrefu sana, na hata uzalishaji wake wa silaha na vitu vingine kama aliona mimi tayari na nguvu, na ukabakia pale. Lakini Urusi ilikuwa tu ni sleeping dragon. Unaona, wakaenda kujidevelop, sio kama hawakuwa na silaha zao, sio kama hawakuwa na maengineer, tayari walikuwa na foundation ya zile teknolojia za enzi za Usovieti ambazo zilikuwa zinapishana ama zinakizana na Marekani. Ndio maana Marekani moja ya race ambayo ilikuwa ni kubwa ilikuwa ni nuclear race baina ya Marekani pamoja na nchi na umoja wa Sovieti. Wote wanakimbizana wawe na vinu vingi vya nuclear mpaka tukaja tukapata mkataba wa NPT. Lakini kuwa na ICBM, kuwa na makombora makubwa yenye uwezo ilikuwa ni sehemu ya vita hivi baridi, ili kutishana, wewe unaweza na sisi tunaweza. Ukiangalia aina ya ndege za kivita, huyu akiweka ndege hii ya kivita, huyu anakuja na hivi. Kwa hiyo ilikuwa hivyo. Lakini baada ya hapa miaka hii ya 90 Marekani kujiachia, sio zamani sana, kujiachia, kuchukulia kawaida, kweli kafa ile industrial complex yake, uwezo wake wa uzalishaji wa viwanda. Maana yake kwamba kama umeua uwezo wa uzalishaji wa viwanda, ukihitaji wafanyakazi utatumia gharama kubwa sana. Na moja ya kitu Marekani kinachomkosti ni kuweza kuua viwanda vyake vya ndani, kibakiza tu hiyo military industrial complex, lakini viwanda vingine vyote waliviua, na nchi ya Marekani ikawa ni ngumu sana kuanzisha viwanda. Ndio kitu Trump anachopambana. Instead nchi nyingine kama China, India ndio zikawa rahisi zaidi kuanzisha viwanda, hasa nchi ya China. Ndio maana China imenufaika sana kuanzia miaka ya 70 baada ya sera ya Marekani kubali kuitenganisha China na Urusi ama umoja wa Kisovieti kuwa imeisha shika hatamu, ili ilifanye China ifaidike ama nchi ya China iweze kunufaika. Na kutokea miaka 2001 Marekani akaikumbatia China ikawa na nguvu hizi ambazo tunaiona leo iko nazo. Haikuwa na nguvu sana huko nyuma, na mpaka leo hii imefikia ina uwezo huu, na yenyewe inazalisha silaha za kuweza kushindana na nchi ya Marekani. Kwa hiyo Marekani wana uwezo wa kuwa na teknolojia ambayo ina uwezo mkubwa sana, ina ubora mkubwa sana ukiongelea silaha zao, lakini shida inakuja kwa cost hapo. Wanatumia gharama kubwa sana, kweli uko sahihi, za uzalishaji, lakini gharama za bidhaa
yoyote inayozalishwa huwa zinategemea vitu vingi, labor cost, raw materials zinapatikanaje, ile supply chain nzima kwa ujumla mpaka unapata bidhaa ya mwisho imepatikanaje. Kwa hiyo ukiangalia kwa Marekani imekuwa ni changamoto hiyo, utalipa wafanyakazi gharama, lakini ule mfumo mzima pia wa kiviwanda ni mfumo ambao kwa kiasi kikubwa ulishakuwa umedondoka, tofauti na hao wenzao. Lakini pia kwa wenzetu kwa Marekani, wao wanafanya ni biashara, yani silaha zinazotengenezwa ni biashara. Yale makampuni ambayo yako yamefanywa kabisa public listing, yako kwenye soko la hisa, yanatakiwa yatengeneze faida, na wakati wa vita ndio huwa yanatengeneza faida zaidi, kwa sababu demand ya silaha inafanyaje, inaongezeka. Tofauti na hao wenzao, silaha ni jambo la usalama wa nchi, na silaha ziko chini ya, sio kama Marekani, sio jambo la usalama wa nchi, lakini silaha kwa China, silaha kwa Iran, silaha kwa Urusi ziko chini ya dola. Dola ndio inahusika na uzalishaji, yenyewe ndio na maintain ile supply chain. Kwa moja hiyo inasaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza tamaa za wanasiasa na kupunguza gharama za kisilaha, zile gharama za silaha kwa ujumla. Ndio maana kuna muda paka hata kuna lobbying ama ushawishi unaokuwa unafanywa na makampuni ya uzalishaji wa silaha ya Marekani, Lockheed Martin, Buy Systems, Raytheon, Boeing na makampuni mengine. Hao ni yale makubwa, lakini Raytheon unakuta ama Lockheed Martin katika for instance program ya F-35, nyuma kuna makampuni mengine hata 1000 madogo. Huyu ataleta bolt, huyu ataleta screw, huyu atahusika na programming zile codes na vitu vingine. Makampuni ni mengi sana huko nyuma ambayo haufanyaje, hauyaoni. Lakini ukija huku pia kwa upande wa hao wengine, makampuni ile tamaa ya wanasiasa inakuwa control na dola. Kwa hiyo silaha ile Urusi wana uwezo wa kuicounter Marekani, hata kama inaweza isifikie 100% ubora wa ile ya Marekani, lakini wakaicounter silaha ambayo inaicounter ile kombora la Marekani. Silaha ndege ya Urusi ambayo inakabiliana na ndege ya Marekani labda kizazi cha 5 zote zikawa zinakaribiana ubora kwa kiasi kikubwa sana, na bei sasa ukija ukaangalia unakuta bei ya huyu Mrusi ama Mchina inakuwa ni ndogo kuliko ile ya Marekani. Na zipo silaha ambazo nasema zina outperform pia wanazo, for instance wa China ambazo zina outperform silaha za Marekani. Kwa hiyo ndio imekuwa changamoto nzima ya uzalishaji wa silaha ya Marekani. Mimi naweza nikasema it's rigged, imeoza, na wanatakiwa waibadilishe ili kuweza kusaidia kuhakikisha Marekani inaweza kusurvive, hasa katika hizi zama ambazo tunajua kuna nadharia ya asymmetric warfare, mbinu vita zilizokuwa na uwiano sawa, pale ambapo taifa moja linaamua kutumia, hasa yale ambayo hayana nguvu kubwa ama hayana nguvu sawa na mataifa makubwa kama Marekani, yanaamua kutumia mbinu vita ambazo zisizokuwa na uwiano sawa kama drones na vitu vingine, kuhakikisha taifa kubwa wanalitoa damu. They are bleeding that nation, wanalitoa damu ya kiuchumi, damu ya kijeshi, kuhakikisha hilo taifa haliwezi kupigana vita vizuri, kuhakikisha hilo taifa linachoka. Kwa hiyo leo Marekani anapokutana na mataifa kama hayo, ndio maana vita vya Iran vinamtesa sana, kwa sababu Iran anatumia hadi mbinu hizi za asymmetric, mbinu ambazo wewe Marekani utanipiga sawa, mimi nitanyonya yale mashambulizi yako, lakini mimi pia nitakupiga kwa sababu wewe silaha zako ni gharama, kwa kunipiga mimi utatumia hela nyingi, lakini na mimi nikikupiga nitakusababishia hasara, kwa sababu silaha zangu za bei rahisi zikipiga silaha zako wewe, ama zikipiga aseti zako za gharama kubwa, hasara yako wewe inakuwa ni kubwa zaidi kuliko ni nguvu ambayo mimi nimeitumia kwako. Kwa hiyo kama Iran anatumia Shahid drone ya dola labda F25 30 milioni 70 ya Kitanzania, milioni karibu 80 ya Kitanzania, kushambulia rada ya Marekani ya thamani ya $1 billion, unaweza ukaona vita hivyo vinakuwaje, vinachoma au vinaiumiza nchi ya Marekani.